Kukuu katika vitabu ambavyo si vya maimamu lakini ni watu wa madhehebu yale sio. Hii inaonekana katika haya matatizo yake, kwamba yeye anachukua vitabu vya tasawufi. Ukirejea katika Sahih Muslim, mukaddima wa Imamu Muslim alivyouzungumza Imamu Nawawi, mukaddima wa Imamu Muslim basi ni kwamba mtu zandik hakubaliki katika hadithi yake. Halafu wakaonyeshwa katika watu ambao walikuwa mazandik ni hawa ambao tumewataja. Vipi itaaminika habari iliyo kwenye vitabu hivyo kama ni kweli? Kisha Imam Bukhari, ukirejea maelezo ya Imamu Ibn Hajar mwanzo, anaonyesha kwamba mtu ambaye anatoa taarifa ambayo haina uthibitisho wa sanadi, basi maana yake hiyo taarifa haikubaliki. Kwa hiyo tunaendelea kusema kwamba hivi vitabu vilivyotumia nawe maana yake haifai, ama visifai vyetu na vyako, kwa sababu umetumia vitabu vya tasawufi. Umetumia vitabu vya tasawufi. Hii ni moja. Jambo la pili, kusema kwamba vitabu hivi ni vya Wahabi ni kudanganya, ni kudanganya umma. Hivi vitabu si vya Wahabi. Hivi vitabu mna kama Ibn Jawzi. Mwangalie huyo na Imamu Ibn Taymiyyah nani aliyekuja mwanzo duniani. Yani bali yeye anakuwa Wahabi. Yani aliyechelewa kuja ndio madhehebu yake yalifuatwa na yule aliyekuja mwanzo. Hapa hapana ishara ya Wahabi. Halafu ukirejea kitabu cha Imamu Ibn Kathir, kweli wameishi zama moja na huyu Muhammad bin Abdul Wahhab, lakini huyu ni mtaalamu katika madhehebu ya Imamu Shafi'i. Kwa hivyo hii ni kudanganya umma kusema kwamba vitabu hivi ni vya Wahabi, huko ni kudanganya umma. Jambo jingine, dini hii haiendi kwa sili za anayezungumza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la fadla al-arabi ala ajami illa taqullah. An-nasu siwasiyatu asnan al-mufti. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba ametuumba sisi kuwa na makabila ya watu mbalimbali ni taala. Sio sili ya mtu ya uzawa wake au usomaji wake ndio inasababisha kwamba yeye awe ndo mzungumzaji wa dini, na asiyekuwa hivyo hafai kuzungumza dini. Hili halipo ni katika dini ya Kiislamu. Kwa hivyo hili kwanza litolewe katika mazungumzo kama haya. Huko ni kuwababaisha umma. Ni kubabaisha umma. Muislamu yoyote akisoma Uislamu basi huyo anakubalika kwa Muislamu na ana elimu. Jambo jingine, hii historia tuliyoitoa ithibitishwe kwamba hii haipo. Vitabu vipo, ithibitishwe ile historia nyingine. Lakini jambo jingine, kuamini kila mutasawif kwamba alikuwa ndio atakuwa ni mtu mema, asiyekuwa mutasawif atakuwa fasiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuonekana na ishara hizo za tasawuf. Historia inathibitisha wakati huo ilikuwa hakuna tasawuf. Kwa hivyo hii kwanza ibomolewe historia, halafu ithibitishwe mtume kuingia katika tasawuf. Kwa hivyo hili ni kutaka kuvutia upande mmoja, kuonyesha kwamba watu lazima watakuwa ni tasawuf. Jambo bali sahihi. Halafu kwamba kuonyesha kwamba aya hii kwamba Ibrahim alikuwa awahu. Kwa kweli inatukisha sana. Awahu hili ni neno ambalo lina maana yake, na siku zote neno la kisheria la tafsiriwa kisheria. Neno swala katika lugha ya Kiarabu ni dua. Haina maana anasema Allahumma ighfirli warhamni kwamba ana swali. Kwa hivyo sheria itakuja kufafanua kwamba maana yake nini. Ndio maana hata kitabu cha Allah kinasema kwamba unaweza ukamtaka kurithi wale ambao ni wanawake wawili wawe fauka thinataini.
lakini mwanasheria Mtume akaonyesha kwamba ni kuanzia wawili, sio toka 30. Kwa hivyo hili ni neno la kisheria. Ikikosekana sheria, basi ndio baadaye kama mwanasheria kufanua, unakuja kuangalia lugha ya Kiarabu. Kwa lugha ya Kiarabu neno Allahu maana yake ni tadarru wa dua, na sio kukohoa na kuruka na kufanya Kwa hivyo huku ni kudanganya watu katika lugha. Hili neno kilugha halina maana kwamba ndio mtu apige hivyo, afanye kitu hicho. Halafu Mtume Ibrahim alayhi salam kwamba huyu alikuwa anaua, basi ngoja mkaua nani, mkapiga hivyo. Yani kama ni hivyo, kwa sababu na baada ya kuwa haumu Nabii Ibrahim alikuwa afanya hivyo, kulikuwa kuna dalili kwamba iendelee kufanywa hivyo. Kwa hivyo ina maana ni swala la kuugua mtu akiumwa. Sheikh alifanua mwenyewe hapa kwamba Nabii Ibrahim alikuwa anaumwa, sio malaria, lakini sio malaria. Hili ndilo ambalo amenieleza hapa kwamba alikuwa analitoa hivyo, ndio maana akafanya hivyo. Sasa tunakubali kwamba ni katika sifa tu mubalagha, lakini ni kwamba irejewe katika lugha iliyosifiwa. Halafu hii ibada hii ambayo imezungumzwa ya namna hiyo, yani Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunarejea kwamba hakufanya hiyo. Tafsiri ya Ibn Kathiri uliyosema ni hii hapa, haijaonyesha kwamba hii ni ibada mashruu na kwamba maana yake ni hivyo, aya itumiwe hivyo. Kwa hiyo maana yake baada ya mtu kusoma aya anachukua yeye mashehe, kitabu cha Allah chafahamika vile vilivyofahamu maswahaba tabiina na kukanukuliwa kwa sanadi ya elimu, sio sanadi ya mtu. Sanadi ya mtu haina nafasi katika kufahamisha dini au kutokufahamisha, ni sanadi ya elimu. Kwa hivyo kulilinganisha suala hili ukasema kwamba hapa imetafsiriwa kwamba ndio ibada hiyo, hapa halipo. Kitabu kipo hapa mbele, hilo halipo. Kwa hivyo ni suala jingine hili la kudanganya umma. Mwenyekiti mtaki asome. Halafu assalamu alaykum. Hao jamaa tunataka kuanza kuharibiana sasa. Tabiri. Naam. Halafu tunaingia nukta nyingine. Jamani tunaomba kimya. Assalamu alaykum. Jamani tunaomba kimya, tuendelee kuzungumza. Historia ya mtu sio sababu ya usahihi wa elimu yake, kwamba hana anajulikana historia yake, bali inawezekana mtu ikawa hajulikani na sababu yake mbaya kupitia Mtume. Na hivi leo mashekhe wengi duniani ni hivyo, kwa sababu ni wengi wamesoma haya shungu nzima. Kwa hivyo elimu zao haziwezi kuwa batili ati kwa sababu hazikupitia kule. Halafu hichi kitendo cha kunasibisha kwamba lazima wamepitia kule, ushahidi uko wapi kwamba hii sanadi ni sahihi? Hii sanadi unayotoa hii kwamba ni sahihi, uko wapi ushahidi wa hivyo? Sanadi anaweza kubuni mtu yoyote. Ndio maana wataalamu wameonyesha kwamba kuna sanadi dhaifu zimebuniwa. Sasa sisi tunachokiangalia si sanadi ya mtu aliposoma, tunaangalia vitabu vya wataalamu katika watu wa Sunna. Hili ndio muhimu, hili ndilo linaloangaliwa kwamba kile unachokizungumza kweli kimo kwenye vitabu vya watu wa Sunna, kimo kweli, tumekithibitisha hapa kwamba kimo. Kwa hivyo suala la uhusiano wako, sanadi ya usomaji wako, hilo halina nafasi yoyote katika Uislamu. Baada ya mtu kuonekana anafanya amali za Kiislamu na kwa mashahada anayefuata kwa masharti yake, basi huyu mtu maana yake atakachozungumza kimekwenda sababu na kitabu na Sunna. Basi ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kaikubali elimu iliyozungumzwa na sheitani, na huyu sheitani huyu hakuwa na sanadi. Abu Huraira radhiallahu anhu
alikuwa kaekewa ghala la tende kule Madina. Shetani akawa anakwenda kule akiiba. Kwa hivyo Abu Huraira alipofikisha habari hii kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, basi nisomee tena dua nyingine, mpaka akamkamata. Akamwambia, mimi nakufundisha Ayatul Kursi kwamba itakusaidia kwa kinga yako. Abu Huraira alipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaikubali Mtume hii taarifa, hakumuuliza kwamba huyo sanadi yake nini, imepita kwa mtume aliyopita, akasomeshwa nani mpaka kufika kwa mtume gani. Kitu kikiwa sahihi kwa mujibu wa kitabu na sunna, hicho ndio kimefahamika na ndio kukubalika. Kwa hivyo sanadi haina nafasi ya kuongeza nguvu au kupongeza nguvu. Sanadi gani? Sanadi ya walimu wake waliomsomesha katika masuala ya elimu au masuala ya hadithi, masuala ya kauli ya mwanachuoni. Hii lazima ipate sanadi kuthibitisha kwamba yule mwanachuoni kasema kweli. Halafu jingine ambalo mimi nikamalizie, tunaomba huu beiti wa Diwanu Shafii, maana kitabu tunacho Diwanu Shafii. Ni ubeiti wangapi ambao unasema huko? Kitabu tumekiacha hapo nyumbani. Kwa hivyo maana yake upate ubeiti. Kwa hiyo napiga hapo. Asalamu alaykum. Ajabu ya Rahman. Huyu bwana adai kwamba tafsiri hii haimaanishi hilo, lakini inamaanisha tadharu, unyenyekevu. Huko kufanya ndio unyenyekevu wenyewe, kwa sababu anachoumwa Ibrahimu sio malaria, sio pumu. Ibrahimu anaumwa homa ya ugonjwa wa mapenzi ya Mungu. Hauna dokta mpaka siku aipate pepo. Sheikh wa Kamus anaifafanua vizuri, anasema taawaha, mtu anayetaawa, man yaqulu ni huyo anayesema min khashyatillah, kwa sababu ya kumwogopa Mungu. Hapa hatuzungumzi habari ya watu wa vifua vikuu, ukoma, ukimwi, hayo majanga hayo hatuzungumzi. Tunazungumza hofu juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Imam Sawi katika tafsiri yake kalifasiri hilo neno hivyo hivyo chini ya hiyo aya, innahu kana yukthiru an yaqula alikuwa akisema sana Ibrahimu tafsiri Sawi chini ya hiyo aya. Lakini bado nitakusaidia. Tuna Fathul Bayani fi Maqasidil Qur'an, kitabu ambacho kazi yake ni kuzungumzia nini hasa kilichokusudiwa kwenye aya. Marhaba. Swali ya Mtume Muhammad katika ukurasa wa 177, katika ukurasa wa 177 mstari wa 3 kutoka juu, anasema al-awahu, mtu awahu huwa kathiru taawuhi, ni mtu anayefanya sana kama tadullu ala dhalika sighatul mubalagha. Inayotutambulisha juu ya hilo ni hiyo sighatul mubalagha. Mimi ninavyojua kanuni za sighatul mubalagha, ukisema fa'alu maana yake man yukthiru an yaf'ila al-fi'la, anayekifanya kitu sana sana sana. Ukisema sataru ni yule ambaye anafanya sitara iliyopitiliza kama Mwenyezi Mungu, sawa. Kwa hiyo awahu huitoi hapo, ila kwa maana hiyo hiyo kwamba man yukthiru an yaqula wabi, na wanaikubali pamoja na wanachuoni wengine tafsiri hii ka Abul Ahbar wa huwa, na hii kinaya inabeba jukumu anfarati tarahumi, mtu ana huruma kupita kiasi, anajirejeza kwa Mwenyezi Mungu atie huruma kupita kiasi, ili labda insha Allah Mungu akapitisha rehema, akarehemewa huyu mtu. Wariqatu qalbi, na mtu akiwa na sifa hii moyo wake huwa mlaini sana lillah. Mashaallah. Mashaallah, mashaallah. Wataawaha, na hiyo kutaawa ayakula rajulu inda shikaya, ni pale mtu anapokuwa na jambo analalamika,
watawajui anaugulia, akasema huyu bwana anaiweka wazi. Waqad awaha ar-rajulu ta'wiha, unaiweka katika mizani ya herufi namna hii. Mashaallah. Wataawaha taawuha idha qala awwa ay atawajja. Manake mtu anaposema awwa, manake ya Rabbi naugulia. Naugulia nini? Ibrahimu alikuwa haumi chochote isipokuwa anamlalamikia Mwenyezi Mungu amkubali, amwepushe na moto, ampe radhi zake apate pepo. Huyu bwana moja ya maneno yake hapo kanyanyuka, anasema sanadi katika masala ya kielimu ya mtu sio muhimu, kwa sababu Abu Huraira alikuwa anasoma kwa shetani. Auzu billahi minash shaitani. Sawa. Istilahi lazima ifuate kwenye dini, sanadi lazima. Ndio maana kwenye hadithi akiwepo mtu hajulikani yeye nani, mwalimu wake nani, hadithi anayopokea hatukubali. Sawa. Sasa sio hadithi za mtume tu, hata wewe unaotuambia hapo, wewe nani, mwalimu wako nani, na elimu yako inafikaje kwa mtume? Isije kuwa tunasoma kwa shetani, na shetani toka lini akafundisha mtu kheri? Billahi minashaitan. Ibilisi akakusomeshe wewe wali uende peponi, labda hajajibushi. Abdallah Saleh Farsi katika kitabu chake cha tafsiri ya Kiswahili, ili akubalike kwa watu kwamba mwanachuoni na anakubalika afai kufasiri tafsiri Qur'ani, ilibidi aweke sawa sanadi yake ya kutafsiri anapofika kwa bwana mtume. Sawa, angalau basi kajitahidi akafika kwa mashekhi wote wawili wale Al-Jalalain. Sawa, akaiweka sanadi jinsi anavyofika kwa Al-Allama Al-Mahdi, akaweka sanadi jinsi anavyofika kwa Al-Allama As-Suyuti, ili watu wakubali kwamba huyu ni mufassiri. Sawa, ana wazazi huyu, atoki mtafuta kwao utapapata. Marhaba. Wewe mtoto umemkuta mtaani chokora, unamtuma sokoni asiporudi. Anazungumza mtume. Bwana mtume hajafanya, si ndio? Bwana mtume hajafanya, sahihi Muslim. Bwana mtume hajafanya, sahihi Muslim. Hadithi ya 2255. Sahihi Muslim. Juzu ya kwanza. Sunan Ibn Majah. Hadithi ya 3758. Nakuja na kombora mtume hajafanya. Ani Shuraidi, iangalie vizuri. Ani Shuraidi, taarifa iliyopokelewa kutoka kwa Shuraidi, khala anasema radiftu Rasulullah, nilikumbana na mtume sallallahu alaihi wasallam yauman, siku moja. Fakala, akasema mtume, hal maaka min shi'ri Umayya ibn Abi Sult shay'un, katika mashairi ya Umayya ibn Abi Sult una chochote ujuacho? Mtume anamuuliza Shuraidi. Qultu na'am, Shuraidi anasema nilimjibu mtume na'am, nayajua mashairi ya Umayya ibn Abi Sult. Fakala, mtume akasema fa anshatuhu baitan, nikampa ubaiti mmoja. Fakala thumma anshatuhu baita, nikampa mwingine. Fakala hata anshatuhu 100 baiti, mpaka nilimpa mtume baiti 100. Hapa katumia neno kafia. Kafia ni masala elimu ya arudhi. Atadri ya Sheikh mal kafia? Al-kafia huwa muakhiru al-bait, ay akhiru harfin min akhiri kalimatin min akhiri al-bait. Herufi ya mwisho katika neno la mwisho katika ubaiti wa mwisho wa shairi ndio inayoitwa kafia. Hiyo utaratibu wake wa kwenda hizo kafia ndio unaitwa katika watu wa elimu ya arudhi arawi. Fasalu ahla dhikri. Kwa hiyo labda mtuambie sasa, mzee huyu naye alikuwa na mushkil Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baiti 100, nadhani baiti 100
inakaribia tangia tuanze, sio? Kila Ashuraidi akisoma, sawa, mtume huyu bwana anasoma kasida, mtume baiti 100 mi'ata khafia. Sahih Muslim hiyo. Fuatilia. Na Sunan Ibn Majah. Hapa unapata kuwa huu taratibu ni sunna, sawa, na kwa namna ambavyo sunna ziko nyingi, mwanadamu ni mukhayyaru. Sunna za mtume ni nyingi kwa maelfu, wala hakuna awezaye kuzifanya zote sunna za bwana mtume. Basi mwanadamu hujichagulia katika zile ambazo, sawa, mimi binafsi anazipenda sunna za mtume akashika. Ashikaye masala ya sadaka sana, asiji nini, basi naenda. Sawa? Lakini si kwamba wewe uloshika hili ukamuona aloshika jingine kwamba ni kafiri, hali ya kuwa ni sunna hizo za mtume Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lete. Huyu bwana azungumza habari ya kurukaruka, ninakutandika mpaka utie huruma. Bado dakika 5. Usijali shekhi. Nyingi sana kwangu. Sawa. Na uzungumza mlango wa babu shairi fil masjid, mlango unaruhusu kuimba mashairi msikitini. Marhaba. Hii ni sahihi Bukhari. Taja ukurasa wake namba. Ukurasa huu ni wa 90 ikiwa matbani hii. Kama kuna nyingine basi tutakuangalilia utaona, lakini ni sahihi Bukhari. Bibi Aisha radhiallahu anha anasimulia kwa taarifa iliyotolewa na hadathana Abdul Aziz ibn Abdullah qala, naye anasema hadathana Ibrahima ibn Sa'di an Salih an ibn Shihab qala, akasema akhbarani Urwa ibn Zubayr, taarifa nimeipata kutoka kwa Urwa ibn Zubayr anna Aisha qalat, kwamba mama wa Waislamu Bibi Aisha amesema laqad ra'aytu Rasulullah, kwa hakika nilimwona mtume yauman, siku moja, ala babi hujurati, kasimama kwenye mlango wa chumba changu unaoelekea msikitini, wala habashatu yala abuna fil masjidi, na wahabeshi wanacheza msikitini. Marhaba. Wahabeshi wanafanyaje? Wanacheza msikitini. Wa Rasulullah, na mtume wa Mwenyezi Mungu, yasturuni, ananificha mimi, biridaihi, kwa mtandio wake, andhura ila rabikum, mimi ninaangalia jinsi wanavyocheza msikitini. Marhaba. Bibi Aisha radhiyallahu anha anatuthibitishia kwamba utaratibu wa watu kurukaruka msikitini na mahala pengine, kama kurukaruka kwenyewe kwa sababu ya mapenzi ya Mungu, ni sunna ya bwana mtume hiyo. Kwa sababu sunna, ndugu yangu, ni mambo matatu, sawa, fi'luhu, qawluhu au iqraru. Kunalika shay'un yusamma iqraru, unaona halafu unaacha. Wa kawaida mtume alikuwa hanyamazi makosa, inaitwa iqraru sukuti, anakubali kimya kimya. Wahabeshi msikitini, Bibi Aisha anataka kuangalia, mtume anambia kaa nyuma, angalia. No, mtume anaona sawa watu kurukaruka msikitini kwa mapenzi ya Mungu, anakuja kuchukia ndugu yangu mvumbua, unaita nasha mvumbua. Sorry. Ndo nimemuuliza wanake mshati. Ndio maana nimemuuliza unaitwa nani? Inatosha. Lakini si hayo tu, sawa. Ukiangalia masala ya watu kurukaruka si hayo tu, sawa. Kama mnayo musnadi wa Imam Ahmad ibn Hanbal, hapo muangalie ukurasa wa 98, sawa. Musnad wa Imam Ahmad ibn Hanbal anasimulia habari ya kukamatana, walikokamatana mbele ya bwana mtume. Anaosimulia hii habari ni Sayyidina Ali ibn Abi Talib bin Jafar na Zaid ibn Haritha. Kilichotokea nini? Hawa mabwana wote kila mmoja kwa wakati wake kapeleka posa kwa mtoto wa Sayyidina Hamza. Sasa zile posa zikawa zinasigana, ndio kama vile shika yangu alisema pale, mtu mmoja asipeleke posa wa mahala mwenzake ashapeleka. Hawa bila kujua wamepeleka posa nyumba moja, kuna kitoto bomba kweli kweli. Sasa kila anayekuja anaambiwa bwana tungekupa, lakini kuna posa ya Aria.
Kaja Hamza na Ali Jafar kaambiwa tungekupa kuna posa ya Ali. Ali kaja tungekupa kuna posa ya Zaid ibn Haritha. Wabana hawa wakakutana kwa bwana mtume kwenye majlis. Unajua watu wanaume wanapogombea mtetea alikwambia upeleke kiposa chako baya. Mtume kaona hiyo haya. Nini? Wanamsimulia. Sawa? Kwamba posa mzee tumepeleka sasa jamaa wanaharibu hawa mimi nataka kuchukua chuma kile. Unaona? Sasa mtume anatakiwa amue kati ya hawa nani achukue. Cheki mzee wa hekima anapoondoka na vitu hapo. Fakhala li Ali, akamwambia Ali, sasa hata sijui nikupe wewe ni wanyime wenzako au niwape wao ni kunyime. Nashindwa wanangu. Ya Ali, anta minni wa ana minka. Mimi ni wewe na wewe ni mimi. Sasa na wewe baba unagombea wanawake nini? Hii habari kwa mtu wa Mungu inampa guarantee kwamba mtume kesha nichanganya kwenye mwili wake kwamba mimi yeye mimi safari ya peponi imeiva. Kasahau habari ya mwanamke. Fahajira wal hajru sawa ni neno la Kiarabu linalomaanisha arraqs. Kuruka. Tena kuruka kwenye sio fujo tu. Ala alhay'ati almakhsusa. Unaondoka kwa mitindo rasmi kabisa. Sawa bali. Inshallah nitarudi baadaye uwanjani inshallah. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول. إن لانgu ni Yusuf Hamza Yusuf Ali Omar Abu Bakar Salaf Ali Osman Al-Alawi. Sharifu wa Kingine. Wai. Mimi insha Allah biidhnillahi taala sitatoa langu katika kichwa, nitanukuu. Sasa kunukuu wewe utasikiliza uje umchallenge huyu ambaye nitakayemnukuu, so unichallenge mimi. Kwanza nitaangalia Sheikh Abdallah Saleh Farsi ambaye amezungumzia kuhusu hii dhikri. Sheikh ambaye alikuwa na mwanafunzi wake mjomba wake Sheikh Zagari ambaye na sisi tumesoma kwake bahati nzuri karibu naye, ambao kuna wengi hukipinga hichi kitabu, lakini yeye asema nimesoma kwake na mimi ndio mwenye wa vitabu vyake. Sheikh Abdallah Saleh Farsi kuhusiana na dhikri, kitabu chake alichokiandika Bid'a ukurasa wa 14 anasema hivi: palipotokea dhikri, asema haya mambo ya kukusanyika pamoja wenye dini ya kuleta kelele za visomo yanatokana na dini ya Buddhism, ani mabudha ya watu wa Tibet ambao katika nchi ya China. Tibet inapatikana China. Anasema Abdallah Farsi kama yalivyobainishwa haya katika sahifa ya 570 ya Majallat Al-Azhar ya mwezi wa Rajab mwaka 1963 juzuu ya 5. Sheikh Abdallah Saleh Farsi akiwazungumza watu wa dhikri ambao wana historia ndefu kuhusu watu hawa, katoa abiyati nyingi. Miongoni mwa abiyati zake natoa 2 na 3 tu. Anasema hivi: adhukuruye jalali haruki akikohoa, sio dini ya rasuli, walima imezuliwa, wahitajia suali mashekhe kusailiwa, wapi ilipozuliwa ibada ya kukohoa. Hizo ni abiyati kaziandika Sheikh Abdallah Farsi na kitabu chake hichi bahati nzuri kipo. Nzuri sana. Sasa pamezungumzwa mengi sana, lakini mimi nataka zungumzia dhikri iliyokuwa imetajwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ili iwe ni ibra na mazingatio, isiwe pahali pa bla bla kama wanavyosema wengine. La kuli hali iwe ni ibra na mazingatio, watu wachambue, kwa sababu kuna watu wataondoka hapa na elimu za aina mbalimbali. Waliopata elimu ya kusoma watajua leo pamesemwa nini, hoja yenye nguvu ni kitu gani, na wale ambao kidogo ni mtihani watakuwa wakijisaili wao wenyewe. Ala kuli hali, mimi nina kitabu ambacho mashuhuri na kila mmoja hawezi kukikataa, atakuwa na kikubali, Riyadhus Salihin
yani mabustani ya watu wema, kimekusanya mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitabu hichi ukurasa wa 390 katika Qur'an al-Ummi kinazungumzia babu fadhlu adh-dhikri wal hathu alayhi, mlango unaozungumzia kuhusiana na dhikri na kushajiisha kuifanya hiyo dhikri. Nini dhikri katika sharia? Dhikri imethibiti katika Qur'ani katika aya nyingi sana tu. Lakini dhikri gani ya kisharia? Dhikru shar'i ndio nizungumza mimi. Kwa dalili nasema subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Wadhkurullah, ani fadhkuruni, nikumbukeni, au nitajeni, adhkurukum, na mimi nitakukumbukeni na nitakutajeni. Washkuruli, na munishukuru mimi, wala takfuruni, wala msinikufuru. Na aya nyingine, hiyo ni aya 152 sura al-Baqara. Aya nyingine nasema wadhkurullaha kathiran wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Hii ni sura al-Jumu'ah aya 10. Yani mtajeni Allah kwa wingi ili mpate kufaulu. Na aya nyingine wadhakirina Allaha kathiran wadhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wale wanaume wanaomtaja Allah sana na wanawake wanaomtaja Allah sana, basi hao Allah amewaandalia msamaha uliokuwa mkubwa mbele yake. Na aya nyingine nasema ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, enyi mlioamini mtajeni Allah sana, wasabihuhu bukratan wa asila, na msabahi asubuhi na jioni. Ziko aya nyingi sana, hakuna haja ya kuzitaja kwa muda. Lakini je, kaifiyatu dhikri, vipi watu watamdhikiri Allah? Kaifia, isikilize kaifia sasa. Tutamuuliza Allah, wewe subhanahu wa ta'ala umetuambia kwamba sisi tukutaje vipi? Yeye Allah ndiye atakayetuambia sisi tumtaje vipi, turuke au tupige makelele au tukae vipi? Allah ndiye atakayetujibia. Tayeb, qala Allah ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bilghuduwi wal asal wala takun min al-ghafilin. Yeye atamjeni Allah anatufahamisha namna ya kumdhikiri. Wadhkur rabbaka, na mkumbuke Mola wako, fi nafsika, ndani ya nafsi yako, tayari tadarruan, hali ya kunyenyekea, wa khifatan, na kwa ndani kabisa, duna al-jahri, bila kupiga makelele, tayari min al-qawl, maana bila kupiga makelele, bilghuduwi wal aswali, asubuhi na jioni, wala takun min al-ghafilin, wala usiwe miongoni mwa wenye kughafilika. Wewe unatembea subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, unalala subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, au na nyinginezo ziko tena tayari